Tuko hapa Chanika, zoni ya Chanika, wilaya Ilala, ikiwa ni mwendelezo wetu wa uhamasishaji na uunganishwaji wa wafanyabiashara wote mkoa wa Dar es Salaam kwenye database yetu na app yetu ya Tunaweza. Na ziara yetu hii, kazi moja kubwa tunayoifanya ni kuunganisha wafanyabiashara pamoja, lakini kuhakikisha tunainua wigo wa kodi wa nchi yetu. Kama waandishi wa habari mnavyoelewa, wigo wa kodi wa nchi yetu bado ni mdogo, kwa sababu si tuko wengi. Dar es Salaam ni over 6 million people, unaongelea 6 million au 7 million hapo, lakini tax base yetu ni ndogo. Kwa Tanzania ni almost karibu 2.5 million, lakini sisi tuna zaidi ya milioni 60, milioni 66 kwenda milioni 70. Kwa hiyo kazi kubwa ya Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam, tunataka mkoa wa Dar es Salaam kwa wote wenye maduka wote wawe na leseni, wawe na tini na wafanywe makadirio ya kodi. Lakini kodi ambayo inayolipika, makadirio ya kodi yawe ni madogo au makubwa kulinganisha na ukubwa wa biashara ya mtu. Na baada ya hapo, tukishapata idadi hiyo ya watu wote kwa pamoja na kuwaingiza wote wenye maduka katika database yetu ya mkoa wa Jumuiya ya Wafanyabiashara ya mkoa wa Dar es Salaam, tutakuwa na nafasi kubwa sasa ya kuiambia serikali makusanyo tunayokusanya ni makubwa. Zile kero zetu zilizokuwa tunasema za kodi kuwa kubwa, reti za kodi kuwa kubwa, tunaomba zipungue. Kwa hiyo tuko hapa na ni mwendelezo wetu, kama tulivyokuwa tuandika tukazindua Tunaweza na kuzindua mabalozi wa kila mtaa, na hapa leo Chanika tumezindua mabalozi wa kila mtaa na tayari tumepata uongozi wa Chanika. Hawa wote nataka niwatambulisheni kwa Jumuiya ya Wafanyabiashara Chanika na mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwamba ni viongozi wetu ambao wamepatikana kwenye uongozi hapa Chanika. Uchaguzi wao ulifanyika last week, na sasa hivi mwenyekiti tunaye, katibu tunaye na makamu mwenyekiti tunaye, lakini tunaye pia mweka hazina hapa na tunaye msemaji wa jumuiya. Kwa lengo letu sisi kama jumuiya mkoa wa Dar es Salaam ni kuhakikisha tunaunganisha maeneo yote maalum na maeneo yote yanayokuwa kibiashara katika mkoa na wilaya zake kuwa katika mzunguko wa pamoja kwenye database moja ya wafanyabiashara. Watashirikiana nao kuanzisha mabalozi kwa kila mtaa, balozi mmoja wa Jumuiya ya Wafanyabiashara, ili kwamba atarekodi maduka yote yaliyoko katika kila mtaa huo, kuhakikisha kila duka linafanya biashara likiwa na leseni na likiwa limefanyiwa makadirio ya kodi. Leo katika ziara yetu tumefanya mkutano mkubwa hapa Chanika. Tunashukuru wafanyabiashara wote waliohudhuria mkutano huu. Mikutano hii imekuwa na tija sana kwetu wafanyabiashara pamoja na viongozi. Na wafanyabiashara wako tayari kuhakikisha kwamba wanakuwa wadau wakubwa wa kulipa kodi, kwa sababu moja kati ya malengo ambayo sisi tuko nayo kama jumuiya ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanalipa kodi na wanakuwa wengi, kwa sababu wachache ndio wamekuwa wanalipa kodi. Lakini vile vile viongozi tutatii yale ambayo wafanyabiashara wameshauri. Kwa maana wafanyabiashara wanashauri viongozi wa serikali, hasa mamlaka zinazohusika na kodi, zihakikishe kwamba zinakuwa na urafiki mkubwa na walipa kodi, ili walipa kodi waweze kujitokeza kulipa kwa wingi. Na sisi jumuiya tutaendelea kuwa daraja kati ya wafanyabiashara pamoja na serikali, lakini vile vile tutaendelea kuwaunganisha wafanyabiashara. Hiyo ni moja kati ya kazi ambazo tunazifanya sisi jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Lakini malengo yetu makubwa, tunatamani kufika mwaka 2026 2027 wafanyabiashara wengi tuwe tumeshakuwa katika database ya pamoja, ili tuweze kuingia katika mfumo wa kodi, na ikiwezekana tuweze kufika japo 50% ya wananchi ambao wanalipa kodi. Sisi kama TRA tumeweza kuwasikiliza wafanyabiashara hizo kero zao ambazo wamezitoa hapa. Kuna kero ambazo ni za kisera, tutatoa mapendekezo serikalini ili waweze kuziingiza katika mpango wa marekebisho, lakini pia zile kero ambazo zinatuhusu sisi watendaji moja kwa moja tutaenda kuzifanyia kazi. Lakini tunaamini kwa kupitia chama hiki cha wafanyabiashara ambacho tayari kimeweka uongozi hapa Chanika, itakuwa ni rahisi kwetu kuweza kukutana na wafanyabiashara. Tuahidi tu kwamba yale yote ambayo yamezungumzwa hapo, sisi kama TRA tunaenda kuyafanyia kazi, wataona matokeo yake. Azania Benki kwa niaba ya mkurugenzi mkuu, tupo na wafanyabiashara bega kwa bega, na ndio maana tumenyanyuka na uongozi wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam
kutembea na nyinyi wafanyabiashara, kuhakikisha kwamba mnapeleka kero zenu serikalini, lakini mnapotatuliwa kero zenu, tukiamini kwamba biashara zenu zitasimama imara na zitaendelea, na sisi tutaweza kuwa marafiki, mtakuwa wateja wetu. Uwepo wa uongozi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Chanika ndio daraja pekee la utatuzi wa kero zenu na changamoto kwenda kwa serikali kupitia Jumuiya ya Wafanyabiashara ya mkoa, na ndio daraja pekee ya kulifikisha huko. Kwa hiyo niwapongeze sana pia na wafanyabiashara, hebu tujipigie makofi kwa kuweza kutimiza haki hii ya kidemokrasia na kuwa na waongozi wenu leo hii hapa ambao umetambulishwa rasmi. Lakini pia enyi wafanyabiashara pamoja na vyama hivi ambavyo vinawasimamia wafanyabiashara, sisi kama serikali milango iko wazi kwa ushauri, mawazo, ili tuyachukue tuyapeleke katika vikao kazi ambavyo vitaenda kutoa maamuzi kupitia mabaraza ya biashara yanayofanyika. Nadhani pia mtapewa elimu hiyo tosha kuhusiana na mabaraza na umuhimu wa mabaraza ya biashara, ili na nyinyi pia muweze kushiriki katika kufanikisha swala zima la maendeleo na ukuaji wa biashara, kwa sababu lengo la serikali ni kuona biashara zenu zinakuwa. Leo mfanyabiashara leo awe mfanyabiashara mkubwa wa baadaye, kuanzia katika sura ya kimkoa, kitaifa mpaka kimataifa, ili tuweze kuvuka mipaka kwa kuweza kujifunza. Tuna ofisi ya kanda, nimemtambulisha mkuu wa kanda hapa. Leo hii wafanyabiashara mfahamu kwamba huduma zote ambazo za serikali kuhusiana na leseni za biashara na huduma nyinginezo zote, mkurugenzi wa Ilala jiji amewafungulia ofisi za kanda ili kuwarahisishia ndugu wafanyabiashara na wananchi kuweza kusogeza huduma hizi kwenu nyinyi, ili kuwapunguzia gharama za kiutendaji wenu wa kibiashara ama muda wenu wa biashara kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kuwaletea leo hii Chanika. Ofisi ziko pale, na akipata nafasi pia nitamwambia ajitambulishe zilipo, ili kila mmoja wenu na wananchi waweze kusikia. Lakini pia nitoe wito kwa taasisi ambazo tuko hapa za serikali. Zile ofisi sio za mkurugenzi peke yake wala mkuu wa wilaya. Ndugu zetu kutoka TRA na taasisi nyingine wezeshi, napopata muda sogezeni huduma pale. Zile ofisi, mfanyabiashara akikuta afisa TRA pale, umemsogezea huduma, umempunguzia gharama za utendaji katika biashara yake na kuboresha mfuko wake wa faida. Nichukue tena fursa hii kuwashukuru sana, lakini kuwashukuru sana na sana umoja wa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam, kakaangu Yusuf na viongozi ambao wachaguliwa leo hii mko mbele katika meza kuu kwa ajili ya kuhudumia wafanyabiashara Chanika. Kuona Chanika leo tumeanza kikao cha awali hichi, basi tukija kwenye vikao vingine tutaona mabadiliko na maendeleo makubwa sana kutokana na umoja huu na utatuzi wa kero ambazo na changamoto zitakazoletwa kwa sisi kama serikali, na ni wajibu wa serikali ya mkoa kuzitatua kwa wakati pale zinapofika katika taasisi nyingine yoyote. Kimamlaka, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anayo mamlaka hayo na kuhakikisha kwamba ustawi wa biashara unafanyika. Kwamba unakuta mitaji yetu ni midogo, na kama mitaji yetu ni midogo tunahitaji kusapotiwa kwa kupunguziwa baadhi ya kodi. Kwa mfano hizi service levy. Service levy zingekuwa ni kodi ambazo zingeweza kuingizwa humo kwenye leseni. Mtu analipia leseni, let's say kwa mfano mimi nalipia leseni 150,000. Leseni ya 150,000, alafu wakati huo tena natakiwa nilipie service levy shilingi 60,000. Wakati huo bado sijakadiriwa kule TRA, makadirio yangu ni zaidi ya 500,000, 600,000. Nawezaje kumudu kuweza kulipa kodi zote hizo na nikaweza kubaki kwenye stabilization? Unakuta ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo tunaomba serikali ituangalie sisi wafanyabiashara wa kawaida, wafanyabiashara wa chini.